lakini pia kuliangalia kwa kina, na ndo tuweze inshallah taala kuweza kuzungumza na watu katika masala kama haya. Kwa kweli kumekuwa na hili tukio ambalo lilitokea la kuondolewa kwa Sheikh Walidi katika nafasi yake ya ushekhi wa mkoa na taasisi yetu mama Tanzania, taasisi ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, ambapo tumeona katika upande wa maulama wao ndio wamefanya maamuzi hayo ya kumuondoa Sheikh Walidi katika nafasi yake ya mkoa wa Dar es Salaam kama Sheikh wa mkoa. Labda mimi kwanza nataka nizungumze vitu vichache katika hili, kwa sababu ili jambo limekuja na sintofahamu kubwa sana. Kila siku mimi napenda kutumia maneno ya Kiingereza yanaitwa distraction of the Muslim Ummah, distracting the people, kuwavuruga watu. Yani inatokea jambo ambalo jambo lile linakuja kuvuruga jamii, alafu mwisho watu wanakuwa scattered, watu wanakuwa hawaelewi ni huku au ni kule au ni hivi ni vile. Lakini kwa mimi naweza nikasema ya kwamba tunapozungumzia nafasi ya Sheikh Walidi, sababu iliyofanya ya kwamba mpaka jamii imeingia taharuki, sababu iliyotokea mpaka imefika hatua Waislamu vipenzi wa Sheikh Walidi, Wakristo vipenzi wa Sheikh Walidi, hao wote wameamua kuja juu, wanataka kujua kwa nini. Ni kwa sababu ya hili jambo limekuja kutokea kipindi ambacho tunasema kwamba sio kipindi mwafaka kabisa wa kutokea jambo kama lile. Baraza la Ulama BAKWATA wao ndio viongozi wa taasisi hii, lakini pamoja kwamba wao ndio viongozi wenye kuweza kumtoa shekhe na kumweka shekhe, kwa sababu hao baraza la Ulama ndio hao ambao waliomteua Sheikh Walidi wakamweka pale kwenye nafasi ile ya ushekhe wa mkoa. Walimfuata kwa nidhamu, kwa makubaliano, kwa mambo mbalimbali na mazungumzo mazuri ambayo walikubaliana, mpaka Sheikh Walidi imefika akakubali kuingia katika nafasi ya kuchukua nafasi ya shekhe wa mkoa kwa kipindi kile. Lakini hao baraza la Ulama la BAKWATA hao ndio waliomtoa Sheikh Walidi. Kwa hiyo siwezi kuzungumzia kwamba kwa nini baraza la Ulama wamemtoa Sheikh Walidi, kwa sababu hiyo ni miongoni mwa kazi zao, kwa sababu wao ndio wanayemweka mtu na wao ndio wanamtoa mtu. Wao ndio wanayejua mtu amekosea nini na wao ndio wanayejua ya kwamba mtu amepatia wapi. Lakini hiyo sio pointi yetu ambayo sisi tunafaa tuizungumze, kwa sababu hizo ni haki za baraza la Ulama ambao wao ndio wanaripoti kwa mufti kabisa mwenyewe. Kwa hiyo ina maana mufti taarifa akiipata kutoka kwa baraza la Ulama wakasema na sisi tunamuondoa fulani, basi mufti ana kazi mbili tu, ime ya kulibariki lile jambo au kutokulibariki lile jambo. Na mwisho wa siku kama atalibariki jambo linapita, na kama hakulibariki mufti jambo halipiti. Kwa hiyo ni kazi ya baraza la Ulama BAKWATA, na hatuwezi kuingilia kwa sababu hayo ni mamlaka yao na ndo taratibu za taasisi ile. Na taasisi zote zina taratibu zake, kuna rules and regulations ambazo hizi unapoingia sehemu basi lazima hizo unaambiwa kuna 1, kuna 2, kuna 3. Kwa hiyo unazisoma, ukiridhika nazo unaendelea na shughuli za taasisi. Lakini kitu ambacho tunachokizungumzia kilicholeta taharuki ni watu wanatafuta sababu. Ni kweli ni huyu mwanamke ambaye aliyejitokeza, kwa sababu tukio la mwanamke ambaye huyu mwanamke naye imekuwa kuna taarifa ambazo zinakuja sintofahamu katikati yake, ambazo ndo zimesababisha kuwatia hasira Waislamu hata wasiokuwa Waislamu, wapenzi wa Sheikh Walidi, na sio tu wapenzi wa Sheikh Walidi, wapenzi pia wa Uislamu. Kwa sababu hapa tunapoangalia ni kwamba anapochafuka shekhe wa mkoa au anapochafuka shekhe yoyote yule, basi ina maana kwamba nembo ya Uislamu ndio inachafuka, kwa sababu yeye ana represent Uislamu. Tunafahamu ya kwamba kuna kauli moja ambayo mwanachuoni wetu, rafiki yetu ambaye ni mwalimu wetu Sheikh Muharram Mziwanda, ana usemi wake mmoja, anasemaga likulli muslimin
insaniya. Hili ni neno ambalo napenda sana kulitumiaga. Likulli muslimin insaniya, kwamba kila Muislamu ana ubinadamu wake, ana ule utu wake. Kumbuka kuna Uislamu na kuna ule ubinadamu wa yule Muislamu. Hivi ni vitu viwili ambavyo vinavyokuwa kwanza viko tofauti, lakini vinaweza vikashikamana na mtu mmoja katika baadhi ya maeneo, na kuna baadhi ya maeneo vinakuwa vinaachana, kila kimoja kinasimama kivyake. Likulli muslimin insaniya, kila Muislamu ana ubinadamu wake. Kwa hiyo sasa lilipokuja suala hili ndio likawa limetibua hisia za watu ambazo Waislamu pamoja na Wakristo, sio kuondolewa kwa Sheikh Walid katika nafasi ya shekhe wa mkoa. Kama ingelikuwa kwamba hili jambo la huyu binti halisinge kuwepo, basi watu wasingehoji sana, kwa sababu ni mambo ambayo yanaeleweka kwenye taasisi ya BAKWATA. Mashehe kubadilishwa, leo anakuwa huyu, kesho anatolewa na wewe kwa yule. Lakini ilipofika kwamba limekuja kuwa na munasaba la huyu binti, kwa sababu binti ametangulia kuzungumza, baada ya binti kuzungumza maneno yake ya ajabu juu ya shekhe wetu Sheikh Walidi, hapa ndipo ambapo ikaibua hisia. Na baada ya siku kadhaa, isiyopungua siku 3-4, unaona vizuri bwana, shekhe anatolewa kwenye nafasi yake. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo wakainuka sasa wapenzi wa Sheikh Walidi, wana muziki, Wakristo, vijana, wazee, Waislamu mbalimbali, kila mmoja dunia nzima. Kwa sababu kama mimi nimepokea masimu kutoka mataifa mbalimbali mpaka Canada, niko na ushahidi kwenye simu hapa. Kuna marafiki zangu ambao wako Canada, wanasema kwani imekuwa kuwaje, mbona shekhe anaondolewa kwa kudhalilishwa kiasi kama hichi? Ndio hili jambo limepelekea tukasema ya kwamba hatuwezi kunyamaza, tunyamaze tuone mashekhe zetu wanachafuliwa alafu tukae kimya. This is impossible for us and we cannot accept. Hilo lazima lieleweke, hatuwezi kubali na haliwezekani. Sasa Sheikh Walidi, tukija katika upande wa ubinadamu, ile insania yake, ubinadamu yake, tunaweza tukasema ya kwamba ili jambo la kumuondoa kipindi hiki halikuwa wakati sahihi wa kufanya. Kwa sababu kama ingelikuwa kuna shutuma ambayo inakuja ya mwanamke kama hivyo ambaye alikuwa mzazi mwenzie, ambapo binti huyu alivyojiwa mara ya kwanza na Diva the Boss alimuoji, lakini huyu binti mara ya kwanza alikubali, alisema yeye alikuwa mke wa Sheikh Walidi. Na baada ya kukubali kuwa yeye alikuwa mke wa Sheikh Walidi, sasa baadaye tena baada ya kuona zile klipu zake zimeanza kusambaa, watu kuona kumbe alikuwa ni mke wake, akarudi tena na statement ya pili kujirekodi, akifanya ya kusema ya kwamba yeye hakuwa mke wa Sheikh Walidi, alikuwa anatembea naye tu. Maana yake anaharibu dignity ya Sheikh Walidi, anaharibu legacy ambayo Sheikh Walidi amejenga more than 40 good years, zaidi ya miaka 40. Sheikh ana wanafunzi kibao nchi hii, wengine wako nje ya nchi, mataifa mbalimbali, ambao wengine wamekuwa maimamu mataifa mengine huko, wamesoma kwa Sheikh Walidi. Lakini bado manake binti alichokifanya ni kwamba ametengeneza mazingira ya kutaka kumharibia shekhe, aonekane shekhe ni mtu mbaya kabisa ambaye hafai na kuwa shekhe. Sisi tunasema hivi, haya mambo nyuma ukiangalia haya mambo, kuna watu ambao ndio wanapuliza, ni watu ambao wametengeneza hii issue kumtengenezea Sheikh Walidi. Tunasema ya kwamba katika kila nafasi, kila wadhifa una mitihani yake. Miongoni mwa mitihani ambayo Sheikh Walidi amekutana nao katika maisha yake ni huu mtihani ambao ulioletwa wa huyu binti. Sisi tunasema hivi, mimi ni mtu ambaye nimefanya kazi Burundi kwa miaka mingi, nimefanya da'wa Burundi, na alhamdulillah mtu hawezi kuniongopea kuhusu Burundi. Naijua Burundi vizuri sana, na ili Warundi ambao wananiangalia watakubaliana na mimi katika haya ninayosema. Binti wa Kirundi hawezi kuyafanya yale ambayo aliyafanya yule binti. Naomba ieleweke sasa. Kama binti wa Kirundi hawezi kusimama akafanya yale ambayo aliyafanya, sababu ni jambo ambalo liko nje ya ubinadamu wa kawaida, na mabinti wa Kirundi hawako hivyo hata kidogo. Huyu binti lazima kuna watu ambao walioko nyuma yake, watu ambao waliosuka mpango huu, kwa sababu watu walikuwa wanatafuta kwamba tutamwharibia Sheikh Walidi katika kipengele gani, wakapita na hiyo nafasi wakaifanya. Kwani tunaomba tuulize katika jambo la kawaida,
Ikiwa mtu tuseme kwamba Sheikh Walidi kashindwa kufanya yani hakufanya matunzo kwa mtoto wake, haya wewe inakuhusu nini? Wewe inakuhusu nini matunzo ya Sheikh Walidi kwa mtoto wake? Wewe inakuhusu nini? Kwanza nukta ya kwanza, inakuhusu nini? Ili ni jambo lake la personal, ni jambo lake la kibinafsi ambalo halinihusu mimi wala wewe halikuhusu. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, yule binti mwenyewe aliyohojiwa akasema ya kwamba yeye aliolewa na Sheikh Walidi ndoa. Sasa kama binti alikubali mara ya kwanza akasema yeye aliolewa, baada ya kutrendi hiyo habari kwamba kaolewa, ikaonekana ile nguvu ya lile jambo linakufa, sasa akaja na statement ya pili ya kwamba yeye hakuolewa. Ina maana binti ana kauli mbili ambazo hazina msimamo. Kauli ya kwanza kusema aliolewa, kauli ya pili anasema sijaolewa. Hapa moja kwa moja mtu huyu ushahidi wake kiuislamu kwanza haukubaliki. Akitoa habari yoyote, akizungumza huyu binti akisema bwana nimeshuhudia, nimewaona watu fulani wamemuua mtu fulani pale, kwa huyu ambaye mwenye kauli mbili, kwa Uislamu kwanza ushahidi wake haukubaliki. Wanachuoni mnanikubalia hilo jambo kwa sababu hata sisi na hiyo dini alhamdulillah tumepita humo kiasi chetu ambacho Allah anatujalia. Sio mazwata sisi, sio kwamba eti ni majahili hatujui. Maana kuna baadhi ya watu wamejimilikisha kwa sababu mtu alisoma mahali fulani hasa anasema mimi ndo Uislamu, mimi ndo nimeumiliki. Uislamu ilmu yake Mwenyezi Mungu ameigawa. Watu wote hatuwezi kufanana kwenye swala la ilmu. Kwenye swala la ilmu kila mmoja Allah kampa namna yake. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kila panapokuwa pana mwenye ilmu, basi Allah anasema kuna mwenye elimu zaidi ya wewe. Hivi ndivyo ilivyo. Na haya majambo katika Uislamu tumeelezwa. Kwa hiyo binti ametumia kauli mbili. Kauli ya kwanza amesema ya kwamba aliolewa baada ya kuhojiwa. Kauli ya pili akakataa akasema sijaolewa. Lakini kauli ambaye ya kukataa sijaolewa ilikaa zaidi ya siku 2 baada ya kuwa Tanzania nzima na dunia watu walijua kwamba kumbe huyu binti aliolewa. Sasa kwa nini aje amchafue shekhe wake? Na kwa nini tumike nafasi ya binti aje chafuliwe shekhe? Baada ya watu kutoa haya manongono na haya manuniko, ndio sasa zinakuja kauli baadaye zinajitokeza kwamba unajua hakutolewa kwa sababu ya mwanamke, yule ametolewa kwa sababu kaikosea mamlaka, kaikosea baraza. Sasa kama kaikosea baraza, basi wangetuambia baraza kakosea sehemu fulani na sehemu fulani, watu wangejua. Lakini kwa nini ichukuliwe iliambatanishwe na ile tukio la mwanamke? Kwanza hapa kuna question mark, kuna kitendo, kuna kitu kipo hapa kinaonekana wazi kabisa kwamba yule binti alipangwa na aliwekwa makusudi kwa ajili tu ili aweze kumharibia Sheikh Walidi katika nafasi yake, na kuna watu ambao wako nyuma ya pazia ambao wamepanga mpango huo. Lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika alama za mtu mnafiki, katika ile hadithi iliyokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thalatha, ziko 3. Idha haddatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha utmina khana. Wa idha utmina khana, hapa vitu vitatu. Anaposema jambo anasema uongo. Kwa hiyo ina maana uongo wa binti, kwanza kusema aliolewa, kukiri, alafu pili anasema sijaolewa. Sasa hapa watu washike lipi? Sasa twende katika pointi ya msingi. Ni kwamba Sheikh Walidi huu ni mpango ulitengenezwa, na kutengenezwa mpango huu ulitengenezwa kwa sababu ya kumharibia Sheikh Walidi katika kwanza kumharibia dignity yake, kumharibia legacy yake ambayo ameipambania zaidi ya miaka 40 kufundisha wanafunzi na kuziendeleza harakati za dawa. Tunakuja katika nukta nyingine kwamba baadaye ikaja ikaonekana baada binti anatoa kauli mbili, kikaletwa cheti hicho kimeleta kinathibitisha binti aliolewa mwaka 2024, na katika watu ambao walioshuhudia ndoa yake ni mtoto wa almarhum Sheikh Ramia wa Bagamoyo. Kicheti kimethibitisha, kimeonesha kabisa kama huyu binti alikuwa ameolewa. Kwa mujibu wa kile cheti, ukikiangalia cheti kisha uchukua statement ya binti aliyohojiwa na Diva mara ya kwanza live akakubali, ina maana kwa pale panaingia moja kwa moja kwamba huyu binti ametumwa, alipangwa kuja kumchafuria shekhe legacy yake na dignity yake. Lakini bado tunasema kwamba kuna watu waliokuwa nyuma hapa wanachezesha ule mchezo. Baada ya tukio kama hili, sisi tunasema kwanza, jambo la kwanza, Sheikh Walidi katika hili hana kosa lolote la kutolewa kwenye nafasi yake. Kama ni masala yanayohusu huyu mwanamke, tunasema kwamba ni mambo ambayo
hayana msingi, kwa sababu hayo ni mambo ya mtu binafsi, na masala haya yalishakwenda mbali. Tunaona kabisa shuhuda zimeeleza kwamba binti ilifika mahala mpaka wakati alipokuwa ameolewa na Sheikh Walidi, akakaa na Sheikh Walidi. Baadaye yule binti kutokea akarudi kwao. Alivyorudi kwao yule binti, baadaye binti akarudi akawa anasema nina mtoto wako. Lakini wakati ambapo alipokuwa yeye ametoka Burundi, binti alivyotoka hapa kurudi kule aliolewa na mwanamume mwingine. Kwa hiyo ina maana kule Burundi alivyoolewa, huku kumbuke ya kwamba ametoka Sheikh Walidi kukaachika, ameenda kule kaolewa ndoa nyingine. Alivyoolewa kule anatoka na mtoto kule, anakuja naye huku, anaambia Sheikh Walidi huyu ni mwanao. Sheikh Walidi akasema inawezekana vipi? Kwa sababu ulivyotoka kwangu ulienda na ukaendelea na maisha yako mengine na ukawa na mume mwingine. Kama ni mtoto wangu huyu, basi tufanye DNA. Hapa ndo kwenye tatizo lilipotokea. Tufanye DNA tuone kabisa kwamba huyu ni mtoto wangu. Binti alivyosikia kwamba ifanyike DNA, ndio binti akaamua kutengeneza mazingira ya kwanza kukimbia mara kushoto mara kulia. Jambo lilikuwa kimya hili limefanyika huko. Hayo mambo yote yalifanyika huko nyuma kimya ya kudaiwa DNA. Binti akakataa, akaenda mahakamani. Alipoenda mahakamani akaambiwa hapa hii kesi ya mahakama, lakini kwanza lazima tufanye DNA tuhakikishe ya kwamba huyu mtoto kweli ni wa kwangu. Lakini bado binti akawa anazungusha na mwisho mahakamani akaonekana. Haya yashasemwa na watu wengine wote, lakini pointi yangu ya msingi katika hapa ni kwamba binti amekuja na hoja akisema ya kwamba yeye ametapeliwa kwenye ndoa. Ametapeliwa kwenye hii ndoa. Aliambiwa njoo nitakuoa, ukifika huko nitakuoa. Lakini cha ajabu kafika huko binti ya kuolewa, mwisho wa siku akafanyika hivi. Yani amekuwa na statement zinazogongana. Hivi kweli kwa mtu anayetoa kauli kama hizi, kwa wanachuoni wetu baraza la ulama, kweli ndio iwe sababu ya kumtoa Sheikh Walidi katika nafasi yake kwa kipindi kama hiki? Kwa nini masheikh wetu wasiwe pamoja kusimama na sheikh mwenzao? Kwanza kama kweli kuna matatizo ndani ya baraza ambayo pengine Sheikh Walidi amekwenda kinyume, basi ilikuwa Sheikh Walidi kwanza mumalizane kwanza hili jambo la huyu binti. Kwanza wote mshirikiani kama masheikh, mumsaidie sheikh mwenzenu kwanza kutoka kwenye hii hali na hii dhima, kisha after hapo sasa mkae kama baraza mnafanya mambo yenu. Lakini hisia za watu zimekuja kutokea baada ya kuonekana huyu binti kujitoa kuzungumza mambo machafu mabaya kwa ajili ya shekhe, alafu kisha baada ya hapo na siku 2-3 baraza linamuingua shekhe wa mkoa. Tena kuna kauli mbaya sana ambazo zimetumika kwa aliyetoa taarifa wa kwanza, anasema shekhe wa mkoa atumbuliwa. Haya maneno ni mabaya sana ya kuvunja, yani hayana heshima wala adabu haya maneno. Maneno kama haya mtu unakwenda kuandika, alafu wewe unasema ni mwandishi unayeandika habari za mashekhe, unakwenda kuandika shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam atumbuliwa. Ni maneno ya dharau, maneno ya kutokuwa na heshima. Lakini tunasema ya kwamba siku zote ya kwamba hata kama mkijaribu kutaka kumharibia mtu dignity yake, kama yule mtu amechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kuharibu dignity ya mtu. Sheikh Walidi ni mtu ambaye amesomesha Qur'ani. Kila siku mimi nawaambiaga watu kwamba shekhe yeyote anayesimama na Qur'ani, basi Mwenyezi Mungu ifanya Qur'ani umtetea yule mtu. Allah hawezi kumwacha mtu wake adhalilika hata siku moja. Ukitaka kuona hili jambo pamoja na hizo kashfa zote ambazo alizowekelewa Sheikh Walidi, lakini bado Sheikh Walidi imeonekana jinsi gani anavyopendwa na dunia nzima. Imeonekana jinsi gani anavyokubalika na kila aina ya jamii. Kuna mmoja wa wasemaji katika mashekhe amesema, amesimama amejirekodi, alafu anasema ya kwamba watu tunashangaa leo watu wavaa misaraba ndio wanamtetea Sheikh Walidi. Tunashangaa leo watu wa mipira ndio wanamtetea Sheikh Walidi. Tunashangaa leo watu sijui wa nini, watu wa muziki wanamtetea Sheikh Walidi. Sasa mimi nataka tuulize hivi, mlikuwa mnataka Sheikh Walidi asitetewe na watu wanaona kabisa huyu mtu anadhulumiwa? Jambo liko wazi kabisa, Sheikh Walidi anadhulumiwa hivi wazi, kila mmoja anaona. Watu wakae kimya wasizungumze. Ukiona mpaka wanakuja kusema wasiostahiki kusema kwenye majukwaa, kwenye vyombo vya habari,
ujue kama mlipokwenda kupagusa sio sehemu sahihi. Kuna kitu kimefanyika ambacho sio sawa sawa. Na kila mtu mwenye akili timamu akiangalia hili jambo anaona hapa shekhe hapa kaonewa. Kama ingelikuwa kweli shekhe kaondolewa kwa ajili ya tofauti ya mamlaka, basi mamlaka ingefanya namna nyingine unajua, lakini sio kwa kipindi kama hichi ambacho kuja kusema kuja kumtoa kwa kipindi ambacho anatokea mwanamke analeta shutuma za namna kama hii. Tunasema kama mipango ipo mingi tu ambayo mashehe wanapangiwa kwa ajili ya kuharibiwa dignity zao.